Unajua nini? Mimi kusema kweli ya maisha yameshanishinda ndugu zangu. Yameshanishinda kabisa. Nimeshachoka zaidi ya kuchoka. Hatuna kazi yetu ambazo tunazifanya hazieleweki. Kama kulima tumeshalima vya kutosha, hamna mafanikio yote ndugu zangu. Yaani nimefikia muda hata sabuni ya kufua sina. Mpaka nimuibe mamangu mzazi ndio nifue nguo. Maisha gani haya bwana? Pumba, unajua wewe ndio kitu kimoja ambacho nakuaga na kulaumu ndugu yangu. Yaani unakuaga mwepesi wa kukata tamaa sana. Wakati mwanaume ni mtu ambaye unatakiwa uwe ngangari. Sio mwepesi wa kukata tamaa. Maana hata imeandikwa mwanaume siku zote utakula kwa shida. Kwa hiyo inabidi tupambane tu. Kukata tamaa ndo no. Kupambana. Kwa hiyo tupambane, si ndio? Sasa tutapambana mpaka wakati gani? Sijui, lakini riski anayejua ni Mwenyezi Mungu. Itakuja wakati gani na muda gani? Kwa sababu tunajua hata mimi mwenyewe ananiuma. Unajua jana nilikuwa napita mtaa fulani hapa juu hapa. Kakutana na bonge la toto. Bonge la toto nimempenda kinyama sana. Tatizo mzee wangu hakuna hela. Kabidi tu nimwache mtoto pale, nimwacha mtoto, nimempoteza mtoto ninayempenda kwa sababu sina hela, nitafanyaje? Okay, hapo mimi na wazo. Kwa sababu matatizo yamekuwa mengi sana. Unanielewa? Ningebidi tungeangalia njia mbadala ya kutatua tatizo hili. Tungemtafuta mganga. Atusaidie. Mganga? Ndio. Hivi uko sawa lakini? Hivi wewe kama mganga mchawi? Au sababu jamani, mimi kuleta sio topic ya maisha, sijamaanisha mambo ya waganga. Mimi mambo ya waganga hapana. Afu wewe. Sasa Pumba, wewe ndio unazungumzia mambo ya utajiri. Mambo kumiliki mademu, magari nini? Hizo magari unazimiliki vipi wakati? Oya mzee. Sasa wewe Pumba. Tatizo wewe una tatizo moja. Wewe sasa hivi ndio ulikuwa unasema wewe sijui maisha magumu, sijui nini. Mwanaume riski yoyote ile ikija ikijitokeza tu unapita nayo hiyo. Kumbuka sisi tumeshafanya kazi nyingi sana. Tumehaso sana. Hakuna kazi zote ambazo hatujawahi kuzigusa hizi za mtaani hapa. So tumechimba, sijui mashamba tumelima, njia zote tumeshajaribu. Labda hapo ndo kuna riski yetu, tujaribu kwanza kwa mganga. Umeona? Alafu kuna mzee fulani nimesikia kijiji fulani hapo cha mbele kule. Okay. Huyo mzee anatunzaga vizuri sana. Yaani kila tatizo ambalo utakalopeleka pale, yeye atakushughulikia kwa muda na kwa hiyo nyinyi mna uhakika tukienda kwa mganga mambo kama kawa kabisa? Tuna uhakika, si tunajaribu kama vile ambavyo tulijaribu kuchimba machoo, tukajaribu kulima, tukajaribu hiki, inabidi tujaribu pia kwa mganga. Ikitiki ndo hivyo ndugu yangu, imeisha hiyo. Kama naelewa hivi so kama unaelewa, mimi nadhani utaelewa. Sema nini? Ndugu yangu. Yaani mwanaume tunajaribu kila pande, ikiwezekana nini? Sasa nini jamani? Ya niambie. Tutakutana baadaye. Niko na mchongo nasikilizia hapa. Alafu unajua nini? Ikifika tu kipindi nimempata demu au nimepata hizo hela. Kitu cha kwanza nitafuta ule demu. Nasuka naye. Nalipiza kisasi au sio? Unajua hiyo. Ndio nataka kulipiza kisasi au sio? Sikia mwanangu. Huyu jamaa anapenda mademu sana. Unajua vitu vyake. Mwenzao amepigwa rungu sababu ana sasampa. Kama kawa. Sasa tutakwenda hivi. Hichi kitu inabidi tukisimamie kabisa na yani direct kabisa. Alafu tuangalie jinsi gani ule mganga tutasaidia. Poa, hamna shida. Nyewe setini tu mipango shakuwa fresh, mimi nipo tayari. Basi hamna noma. Hata basi nikuache. Sababu najua utabaki mpweke. Nakujua mzee mishangazi au sio? Hamna, mimi sio vitu vyangu hivyo. Poa, tuko pamoja Okay. Ukipata chochote kitu basi unizingatie mwanangu, au sio? Poa. Habari za saa hizi kiongozi wangu? Salama, ongeeni shidani. Sasa sisi tulikuwa tumepita huko bondeni huko, tukawa tunamuulizia mganga wa asili. Sasa tukakutana na kijana mmoja, sijui ni ndugu yako maana kidogo mmefanana, akatuambia mimi najua fasi kuna mganga nini, akatuelekeza tupite njia hii. Sasa ndo tulikuta mazingira, ukasema wenda labda ndo hapa mmefika kwa mganga mwenyewe Kakonto, lakini umekosea kusema kwamba umekutana na kijana amefanana na mimi. Mimi sura yangu mbaya, sijawahi kufanana na mtu. Kaeni chini tuite mizimu. Maana mizimu yangu yatawaambia matatizo yenu kabla atanyie kuongea. Karibuni.
Karibuni sana vijana. Hebu vueni viatu. Vua viatu tuite mizimu. Vueni viatu. Sasa mnaweza kuongea shida yenu. Ila kabla mjaongea mwache mimi niongee. Maana mizimu itawaambia kabla hata nyinyi mjaongea. Najua mnakuja kutafuta dawa za mademu. Mnahitaji wasichana, si ndio? Mademu? Hapana. Mwambie. Sisi kiongozi, niseme tu tumekuja kutafuta nani. Na yani sisi tunataka tuwe matajiri, tunataka pesa yani. Tuwe matajiri, pesa nyingi sana. Kwa sababu siku hizi serikali hakuna ajira nini, inabidi tujiajiri katika njia yetu ambayo tunajua sisi wenyewe. Sasa bila kuwa na msaada wa watu kama nyinyi hatuwezi kufanikisha. Ndio hivyo jamani. Ndio hivyo. Mademu nyuma mzee. Wanajiko. Mafia kwa kanyamba. Hata kama umemaanisha nilivyokuambia ni uongo, lakini najua mademu na wewe yanachangia. Si ndio? Ndio. Baadaye lakini. Sasa msubiri tuite mizimu. Wanajiko. Boya maweto mana ereso bana rubalanga boya Wanajiko bwanga babankoko. Hebu chukua kijana. Ongea. Ni kiasi gani ya utajiri unataka? Wakulungu, mimi nahitaji utajiri usiokuwa na mfano. Unipe pesa ambazo hazijaweza kuonekana hapa duniani. Kifupi, ni umiliki wa mambo yote. Mademu, mali, nyumba, kila kitu. Kifupi ni hivyo. Utakuwa umenifurahisha sana. Ndio. Cha kushangaza unataka pesa na baba yako hana tasafa. Na wewe ongea shida yako. Kiasi gani cha pesa cha utajiri unataka? Wakulu, mimi nahitaji pesa. Yaani pesa zisizokuwa na mfano. Niyo na magari, mademu waniogope, yani ni hivyo tu. Bana baganje. Ongea na wewe kijana. Shika kwa nguvu usiangushe. Wakulu, mimi nahitaji utajiri wa ajabu. Nahitaji kuwa tajiri ambaye hajawahi kuwa duniani. Ikiwezekana hata dunia mimi niimiliki, dunia nzima iwe ya kwangu. Alafu niwe na magari. Nikipita huko narushia watu matope, narushia watu maji, ndio furaha yangu tu. Yes. Uwe mtoto ni mkosa adabu, sikesho utanimwagia na mimi nilikupa dawa. Mnataka pesa, mtayaweza masharti. Hapa tayari pesa mnapata. Endapo mkiaweza masharti. Watu wote wanalima hapa. Ni mimi mganga wao. Hawakosi madhara. Ukipanda muhogo unavuna papai. Hiyo kazi yangu. Ya nabadili samaki kuwa wali. Sasa vijana. Sasa mimi nina sharti moja tu. Ambalo ni kubwa kama mzalifanyia kazi. Ila mkinifanyia kazi ni ndogo. Nataka nendeni mtaani mumtafute kichaa mwanaume awe kijana, alafu mumshike, alafu mumuue, lakini kwa kumnyonga kwenye maji, mumshindilia kwenye maji, na mkimuua mtarudi hapa mtakuta tayari mabegi ya pesa, na mkirudi nyumbani mtakuta zingine hadi kwenye masofa. Nadhani nimemaliza. Mpo tayari vijana? Simple. Yani watu tuko watatu Upo kama hii. Kwanza Hapo na chizi fulani sikumbuka. Ndio jirani yetu. Kwanza vichaa wana faida kwenye dunia. Hongera sana vijana kwa kumtoeza masharti. Basi cha kufanya, cha kumaliza, wekeni cha mtume.
Mpe moja moja. Sasa sikiliza nikwambie, sawa? Hii mission complete, sawa? Kinachobaki tunampigia Lumba simu, tunamwambia tukishampata kichaa tayari. Kwa hiyo afanye nini? Yaache enda zile mission za kutafuta mwingine kule. Kwa hiyo afanye nini? Yatufuate, au sio? Sasa tumchukue basi, baada ya hapo ndo tutampigia simu mbele ya safari. Au sio? Yeah. Big up. Yeah. Kwa sasa unaona kia mdogo mdogo alikuwa nyuma nyuma ndio kupata. Au sio? Wewe nilindie usalama. Hamna shida. Yeah. Aje. Wai basi mwanangu wewe.
Mambo. Poa. Poa. Okay. No, Mr. Sikiliza basi. Wewe jisikie huru, weka. Kwa hiyo umeamua nikae, si ndio? Lakini vipi? Belimba, ujio huu sio wa kakako. Maana siku zote unajua nikifika hapa nimekuja kumtafuta brother yako tuingie maskani au tuingie kwenye mambo ya kazi. Lakini ujio wa leo sio kwa ajili ya kakako, bali ni kwa ajili yako binafsi. Belimba, najua ni kwa muda mwingi sana tumekaa kama ndugu, tunaheshimiana kwa nidhamu na adabu pia. Lakini licha ya yote, kuna kitu ambacho kimejificha ndani ya moyo wangu kwa muda wa siku zote ambazo tunaishi pamoja. Ambacho hata hicho kitu nilikuwa nafikiria nitawezaje kukuambia. Nitapitia njia gani ili uweze kunielewa. Lakini basi, wanasema kuna kitu ambacho hakiwezi kujificha ndani ya moyo wa mtu. Na ni kitu hicho ambacho nimekuja leo kukuambia. Najua utanichukulia vibaya, lakini afadhali tu nikwambie. Kiukweli Belimba, mimi nakupenda sana. Kivipi yani? Sijakuelewa. Najua huwezi kunielewa. Na nipo serious katika hili. Unajua sijakuelewa. Kwa nini? Kwa sababu nimekuwa nakushikia kama kakangu. Kakako? Ya, kakangu. Kwa sababu mtu anayetembea na kakangu, mimi kwangu ni kakangu. Ni kweli, mimi sijakataa. Sawa, lakini mimi sio kakako wa tumbo moja. Because mimi ni rafiki tu wa kakako. Haimaanishi ndo unikatalie kitu ambacho nakwambia. Naomba uzielewe hisia zangu. Nakupenda. Please nakuomba. Nikubalie ombi langu. Si ndio? Pumba. Jamani. Pumba kuna nini? Pumba. Pumba. Basi ndio napenda. Oi. Pumba. Hey. Sasa wewe kwenye podi unatembea tembea kizembe. Sasa nimekuona ndugu yangu. Hivi unaweza kuniambia hapa ni wapi? Mimi nakushangaa sana. Yaani badala ya mimi kuuliza hapa ni wapi, na sielewi hata nimefikaje. Mimi nahisi hapa kutakuwa mchezo unaendelea hapa. Mbona mwenyewe sielewi, yani nimejikutakuta tu na natembea tembea huko yani. Sielewi yani. Sio unataka kumaanisha nini mwanangu wakati mimi nimekukuta hapa? Yaani nimejikutakuta tu nimekaa hapa yani sielewi. Ghafla tu unanitikisa. Sielewi. Sijui. Sasa tunafanyaje? Anyway, mimi nishatembea sana. Alafu mimi ngomba tutafute tu njia ya kutoka hapa. Maana mimi nishachoka. Nilizani ile uenda huko unakotoka. Uenda labda ndo kutakuwa njia. Nichanganyikiwa ndugu yangu. Nishatembea huko kote, huko nimezunguka, yani nimezunguka mpaka akili zinaanza kuchanganyikiwa. Mbona zidi kunishangaza mwanangu? Yaani hata mimi sielewi nimefikaje hapo. Alafu kiajabu sasa nimekuja kukukuta hapa wewe. Wewe unabidi uniambie sasa hapa ni wapi? Mimi nadhani tungeangalia njia gani ya kutoka hapo kwa sababu sielewi. Wewe umetoka huko? Mimi nimetoka huko.
Itabidi kwanza tuangalie upande. Huku? Ya, twende kwanza huku tuangalie. Wenda labda njia inaweza ikawa huku. Hivi njia unajua vizuri? Mimi sijui. Ninakwambia mimi natembea sijui njia iko huku, sijui huku, hapa sijui nimefikaje. Yaani kichwa kinivurugu tu sielewi. Basi hamna neno. Sababu hata na mimi hapa tayari nimeshasikia njaa. Kuna vitu unguzane basi. Lumba, unajua siwelewi. Okay, nahitaji mnijibe maswali yangu matatu. 1, mmekimbia nini? 2, tumefikaje hapa? Na 3, nahitaji nifahamu hapa ni wapi. Afu Pumba, hatuna majibu kamili kutokana na swali lako. Ndio, hata sio wenyewe tunajiuliza tumefikaje hapa. Hatujapata jibu mpaka sasa hivi. Ndugu yangu, uso muda kulaumiana, sawa? Ndio. Alafu kitu kingine, inabidi tushirikiane tuangalie hapa tunatokaje. So unakuja kukulaumu. Oh shit. Njia kutoka hapa. Melt. Njia inauma. Baba, mimi nimepata wazo. Unajua hapa kuna konokono wengi sana. Sio mfano huyu. Tuwezi tukamtumia, tukamtengeneza kitoweo, tukamla huyu. Hivi yeye wajinga? Aliyeombea kwa hivyo viumbe vinakuliwa ni nani? Yeah. Kumbuka ni mgeni hapa. Shit. Ndugu wangu, wewe unatia kelele. Sisi tumeshakuwa wiki tuko katika hii poro na hatujapata chakula. Wewe ni mgeni unajua. Lumba. Unaweza ukala chakula kama hichi? Tambua hichi kilio na binadamu. Mtamhitaji huyu. Mtamhitaji. Jamani, tuangalie jinsi gani tutapata njia kutoka hapa. Sawa? Mambo mengine au tuacheni. Hilo twendeni. Fine, ondoka kama mtaondoka, mimi senda nyinyi. Nendeni kama mtaenda. Twende utakufa bure hapa. Nimeshachoka bwana. Nendeni kama mtaenda. Wewe hata kelele utakufa katika hii poro. Poa. Sasa unaenda wapi sinje? Mimi senda nyinyi vipi? Okay sawa. Wewe hoje mako serious. Ngojani basi. Gumba. Naam.
Unajua mimi nahisi nitafia hapa walai. Yaani hapa nilipo nimechoka, njaa alafu nimechanganyikiwa kinoma. Kwa hiyo endapo yoyote yule atafanikiwa kutoka bana, nitakwenda kumwambia dadangu kuwa nimefia huko. Hivi Lumba unazungumzia nini? Yaani baada ya kutafuta solution tuangalie sigara tutakapotoka huko ndani. Tuna siku nyingi huko. Afu bado tunajilaumu eti tukapeleke habari kwa dadako. Hatukuelewi mzee. Gumba. Anachokiongea Lumba yupo sahihi. Hata mimi hapa najuta kiasi gani natafuta farikia katika huu msitu. Ingalikuwa sina hata mtoto duniani ndugu yangu. Jamani, unajua tuko kwenye hali mbaya. Sasa uko unashtuka ovyo hivyo utakupasua wewe unajua kama mimi naumwaga pressure ndugu yangu. Sasa mwanangu, tunashtuka taratibu lakini. Yaani, asikiliza naomba msiniuze maswali mengi. Sawa. Hivi mnajua sehemu ambayo unatokea sasa hizi? Tokea? Sasa unatokea wapi na wakati sisi tulikuwa tu ndugu yangu jamaa. Sikiliza nakwambia sawa, wewe tatizo lako utakaje kunielewa. Naweza mimi nimelota ule mzimu anatukimbiza. Jamaa huyu kashaanza kutangaza. Na istoshe amedelete hadi kuniua. Yes. Mimi nimekufa kwenye ndoto bro. Nimeshakufa. Kwa hiyo mnaniamini sio? Ngoja mzima wewe uoga wako na utakufa kweli. Mambo mzima umetoka wapi hapo? Na pia utakufa. Mimi nimeshakufa sawa. Nimeshakufa kwa amenitosha midamu, amenitoshia. Ya. Ngoja kwanza. Mbona kama damu? Oya. Ngoja, haya matope vipi? Vipi? Yule mzimu amelalia. Ya! Wapi bwana tuko wote? Tondoke. Wallahi naambia. Sehemu hiyo salama. Mbona kama serious?
Atakuwa yuko hapo ni. Ona hadi huko nyuma. Twende. Wewe. Tumeshazunguka sana ndugu yangu. Wakati tumezunguka sana bila kupata nafasi ya kutoka nje. Nadhani ile ndio itakuwa njia rahisi ya sisi kutoka hapa. Sasa yaani kwenye njia ndio wafunge kamba vile. Sasa inamaanisha pale haparuhusiwi mtu kupita. Kupita wapi? Wewe ndio itakuwa ndio njia ile. Yaani nyewe akili zenu hazina akili. Pale ndio kuna njia pale. Utabishana naye, yeye ndio ametangulia. Yes, ndio dalali wa hapa. Tumwache. Kwa hiyo ni mzoefu wangu. Na cha msingi si kwenda pale tujue. Labda tukipita ile kama pale ndio kuna njia kwa sababu tumeshazunguka sana. Okay, tusibishane basi. Tuongozane. Wewe unabaki tatizo wewe mzembe sana. Ndio mtangulie basi. Nyewe vipi? Sasa ndugu zangu, mimi nahisi ndio njia. Unaona? Kwa sababu hii kamba haiwezi kujifunga yenyewe hapa. Unaona? Ndio kwa sisi wenyewe tujue hapa tumefikaje. Inawezekana hii ndio itakuwa ni njia. Tukipita hii kamba hapa ndio tutakuwa tumepata njia. Wewe unafikiri kama wameweka kwa lengo gani hapa? Inamaanisha labda hamna njia hapa. Hamna njia wapi bwana? Acheni uoga. Wewe si waoga, si ndio? Wewe umeshazoea msitu, si wewe baba msitu. Haya, fanya mambo yako ndugu yangu. Sasa mimi natangulia. Nashika kwanza, sawa? Sawa. Okay. Then nikikubali mimi nasepa huko. Mtajijua huko nyuma. Huko nyuma. Haya. Tutatuachia njia. Haya. Kama shoti. Shoti? Yaani tuko kijijini, umeme umetoka wapi? Mimi nahisi utakuwa hii ndio njia. Sababu njia kutoka hapa haiwezi kuwa rahisi. Sasa hii ndio njia. Wewe njia wapi? Mambo mashoti tena ndugu yangu, nataka kuuisha. Hivi. Tufanye ili tupite. Mimi nahisi kwa sababu mimi mwenyewe nguvu zangu zimekuwa ni ndogo. Tukijiunganisha sisi wote watatu, tukaigusa kwa pamoja, tukashika hapo. Nadhani itatumika kufanya. Najua simjaribu nifunga mimi napita. Moga yani jamaa vipi? Tushike basi. Nyama tushike. Imeganda pia. Unakumbuka Sam? Unakumbuka Sam? Kwa mbele kule mzee. Mzee niwaambie sawa. Hapo nataka kutini ni masharti ya mganga. Sasa tulichofanya ni tutupe ndani basi man. Tupe wapi wewe tunamshindilia kwenye maji anakufa. Mzee. Hapo basi. Kuta watu. Aichi. Chucha mzee. Tugemsha basi. Wewe finya huko. Finya mzee.
Hapa ndipo uliponiosha katili. Mganga! Mungu anawadanganya huyu. Naanza na yeye, namaliza na nyinyi. No! Nani? Lumba, hebu amka basi ndugu yangu. Bomba. Ya. Fanya basi haraka, muda umeenda ndugu yangu. Unaona kama mtoto wa kike kivipi? Changamka. Bwana asubuhi. Bebe. Hivi unajua unazingua sana. Vipi kiaje labda? Kwani vipi mwanangu? Haujui ratiba au tuliokubaliana jana au? Mimi najua. Unajua? Sasa kulikoni tumekubaliana saa 1 kamili tutakutana ili tuelekee sehemu husika. Sasa wewe unakuja kuamka saa 4 ndio maana yake nini? Ndugu yangu, kwanza hapa alipo mimi najisikia nimechoka sana. Au sio? Yaani nimevurugwa. Na kingine mimi nilitaka tu kuambia kwa mimi nimekairi bwana. Mimi sitoenda. Umechoka. Umevurugwa kinyama, au sio? Hivyo unachukuliaje kwa mfano? Ndio nakuuliza unachukuliaje? Just imagine jana tumeset mpango tukauweka fresh, sawa? Tukasema kwa leo kabisa morning asubuhi tukaamkia hapa tuende pamoja kwa mganga. Sasa ndio mambo gani au sijui tena nimechoka ndugu yangu. Mimi najua kwa nini nimesema hivi, sawa? Mimi najua kwa nini nasema hivi. Sawa? Afu fikra kabisa wewe ndio ulikuwa unagandamiza kusana hichi kitu. Unataka mali, unataka mademu. Sasa wewe mademu tu wamiliki kivipi wakati unapenda kitanda vipi? Sasa mimi najua ninachokiongea ndugu. Mimi nikwambia mimi siendi. Eleweni tu mimi siendi. Kwa nilichokiota mimi leo. Ndugu yangu. Yaani hata za hapa siwezi kunishauri niende baba. Sasa mambo ya ndoto tunahusiana nini na mpango wetu, sawa? Mambo ya ndoto sijui ni kama vile unatuletea mazinga ombi ndugu wangu, sasa tukuelewi, sawa? Mambo yako ya ndoto na mpango wetu unaendana vipi tu? So mambo ya ndoto mimi nakwambia mimi najua ninachokiongelea. Nyinyi kama mtaenda nendeni nyinyi wawili ndugu yangu. Kwani vipi mambo ya ndoto yanahusika vipi na hiyo ratiba yetu? Mimi ndio sio mimi nimeshasema hivi. Mimi siendi. Kama mtaenda ndeni nyinyi wawili na mpate pesa nyinyi. Na mkipata pesa msio mnanipa jamani. Si mnanielewa lakini. Huyu jamani dume au vipi? Sasa wewe jamaa yaani mpango wa madume, yani tunapanga sisi kama wanaume. Alafu mwisho wa siku unakuja kutuzingua tu hivi. Yani tumeshajipanga tunaenda. Sio kuzingua. Mimi najaribu kuambia ukweli. Tunapoenda sio pazuri. Mimi siendi. Kama mtaenda ndeni nyinyi wawili. Basi so case. Tunafanyaje basi? Sijui mimi siendi ndio nimeshamaliza hivi. Huyu jamaa vipi? Nimeshamaliza. Tujikatae. Hatujikatae wapi? Sasa sikilizeni niwaambie, sawa? Najua mpango wa leo seti ni nyinyi, sawa? Na mimi nilikuwa nakatalia tangu mwanzo, ila mmeniforce tu. Number 1 ni wewe, number 2 kwa huyu kuniingiza katika nini vishawishi. Eti sijui kwa mganga, eti sijui twende, eti sijui mali. Asikilizeni. Kuanzia sasa mimi na nyinyi ubesti basi. Kama urafiki umbwai basi tuvunje, sawa? Mimi na focus na maisha yangu na nyinyi focus na yako yenu, sawa? Msinitafute nisiwatafute. Mambo sijui mganga, sijui mfumo fanyeni wenyewe. Huu ni ujinga wenyewe vipi? Uso mdogo unaongea mzee. Oya Pumba. Oya babu yako. Umeona sasa? Mambo gani ndugu yangu? Mimi nilikuwa najaribu kuwa tu mkweli niwaambie. Ujinga vipi bwana? Wewe kama si hela, nendeni mkatafuta hela nyewe. Kwani mpaka niende nikishirikishi nini? Unaongea katika dili za kiwanaume afu dili za mimi nakubali kama utaniita wa kike sawa, mimi nakubali. Mzee, nani anataka kufa mapema? Rogo ni. Nendeni mkafe.